Naam. Kulikuwa na kijiji kimoja kilichokuwa kimezungukwa na milima na mapori marefu, kijiji kilichojulikana kwa jina la Lugalo. Hapo watu waliamini kuwa kulikuwa na ua moja la ajabu lililoota mara moja tu kila baada ya miaka 50. Ua lililopewa jina ua la bahati. Ua hili haliwezi kuchanua mahali popote isipokuwa katikati ya mto uliokuwa katika kificho. Mto huu haukuweza kuonekana kwenye ramani yoyote ya dunia. Wale wachache waliwahi kuliona ua hilo walikuwa wanasema kwamba harufu ya ua hilo inaweza kubadilisha hatima ya mtu mmoja, kumtoa katika umaskini na kubadilisha kabisa kuwa tajiri. Watu wengi sana walikuwa wanatamani kulipata ua hilo, na watu walikuwa wanatarajia kuwa wenye furaha na hata kumponya mtu ambaye basi alikuwa katika matatizo mbalimbali. Ua hilo lilikuwa lina uwezo mkubwa sana. Lakini katika ua hili kulikuwa na sharti moja. Mtu aliyeliona ua hilo hapaswi kulitamani kwa ajili ya faida zake binafsi, maana ua hilo linahifadhiwa na roho ya mlinzi wa milima ambaye alijua kusoma nia ya kila mtu aliyekuwa analikaribia ua hilo. Wengi waliowahi kulitafuta walikuwa wakipotea, wengine waligeuka kuwa miamba katika misitu hiyo, na wachache waliobaki walikuwa wakirudi wakiwa hawana akili timamu. Miongoni mwa watu waliokuja kusikia habari hizo alikuwa ni kijana mmoja aliyekuwa maskini sana. Aliishi na bibi yake mgonjwa. Walikuwa wakiishi katika kibanda cha nyasi kilichokuwa kimejaa upepo mwingi sana. Jina lake lilikuwa ni Manka, mtu wa mwisho ambaye hakuna mtu aliyeweza kutarajia kuwa ana ujasiri wa kulifuata ua hilo la bahati, ua ambalo lilikuwa katika mto wa kificho. Lakini kilichomsukuma Manka si tamaa ya utajiri, bali tumaini lililokuwa moyoni mwake. Na safari yake ya ajabu ilianza siku moja alipokuwa amemkuta mzee wa ajabu akiwa amelala chini ya mti akimuita kwa jina lake. Ingawa mzee huyo hakuwahi kukutana na Manka mahali popote pale. Basi msikilizaji, huu ulikuwa ni utangulizi katika simulizi yetu ya leo. Basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Twende sambamba katika simulizi hii. Utakuwa nami Pablo Escobar kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Twende kazi. Mvua ilikuwa ikinyesha usiku kucha, ikiambatana na radi za kutisha zilizokuwa zinatesa kijiji cha Lugalo. Ardhi ilikuwa ya tope na vichochoro vya kijiji hicho vilikuwa vimejaa maji yaliyotuama. Humo ndani ya kibanda kidogo cha nyasi, kijana mdogo aliyeitwa Manka. Binti huyo alikuwa mdogo sana. Alikuwa ameketi karibu na kitanda cha bibi yake, akiangalia jinsi alivyozidi kudhoofika siku hadi siku. "Bibi, leo natarajia kwenda sokoni. Labda nitapata kazi ya kubeba hata mizigo," alisema kwa sauti ya matumaini hafifu sana Manka. Bibi yake alimtazama kwa macho yaliyojaa upendo, lakini pia yalikuwa yamejaa huzuni. "Manka, maisha yamekutesa sana mjukuu wangu lakini kamwe usikate tamaa. Mambo mazuri huwaga yanakuja polepole." Maneno hayo yalikuwa ni nguzo katika maisha ya Manka. Alikuwa ni binti ambaye ni yatima. Mama na baba yake walifariki kwenye ajali ya moto miaka mingi iliyopita. Bibi yake ndiye aliyekuwa mlezi wake wa pekee, na sasa alikuwa ni mgonjwa zaidi ya miezi 6. Madaktari walihitaji dawa ambazo zingeweza kugharimu zaidi ya uwezo wao. Ndipo Manka akawa anahangaika kila siku, akifanya kazi yoyote ili kupata angalau senti chache. Asubuhi hiyo aliondoka mapema kuelekea sokoni. Njiani alipita karibu na mti mkubwa uliokuwa unajulikana katika kijiji hichi kama mti wa kilio. Hapo ndipo alipomwona mzee mmoja aliyekuwa amelala chini ya mti huo, akionekana kana kwamba alikuwa na majeraha au kuchoka sana. Manka alikimbia kwa haraka, kisha akamuuliza, "Babu, upo hai?" Aliuliza huku akiwa amepiga magoti chini.
Mzee huyo alimtazama kwa macho ya ajabu yaliyojaa kina kisichoelezeka. Manka, nimekuita kwa muda mrefu sana, alisema mzee huyu. Sauti ya mzee huyu ilikuwa nzito sana. Manka alirudi nyuma kwa mshangao. Unanifahamu? Mimi sijawahi kukuona. Majina huandikwa angani kabla hata ya mtu hajazaliwa. Nimekujua kabla ya wewe hata kuzaliwa. Niko hapa kukupa habari njema juu ya siri ya ua la bahati. Manka alishtuka akasema, ua la bahati? Hii ilikuwa ni hadithi ya kale tu. Kisha akasema, wazee walikuwa wakisimulia kwa hofu na tahadhari, ila kwa sasa mimi ndo msemaji wa milima. Ninakuja kwa wale waliochaguliwa tu, na wewe umechaguliwa Manka. Ua hilo linaweza kuponya, linaweza kumponya mtu yeyote aliyekuwa na majeraha mbalimbali. Bibi yako ni mmoja wapo. Si kwa ajili ya tamaa, si kwa ajili ya watu waliokuwa na uchu wa utajiri, bali kwa sadaka ya moyo wako uliokuwa unajitolea kwa bibi yako. Manka alihisi mwili wake ukiwa unatetemeka sana. Alijua hatari iliyokuwa inahusika kwa ajili ya kutafuta ua hilo, lakini pia alijua kuwa hakuna njia nyingine kwa ajili ya kuweza kumponya bibi yake. Alimtazama mzee huyu ambaye sasa alikuwa ameinuka taratibu kana kwamba hakuwa na maumivu yoyote yale, na sasa alikuwa anatamani kuendelea na safari yake. Safari ni ndefu, aliongezea msemaji wa milima. Huyu ni mzee. Utapita kwenye bonde lililokuwa na sauti ya misitu ya vivuli, na utavuka mto huu uliokuwa na machozi ya kale. Kila mahali pana majaribu mazito sana, lakini mwisho wake utaona ua lililokuwa limechanua kwa nuru ya mwezi kamili. Manka alikubali, machozi akiwa anamtoka. Nitakwenda, nitafanya chochote kwa ajili ya bibi yangu. Mzee alitabasamu. Kumbuka, nia yako ndiyo itakayopimwa. Usipotakasika, moyo wako nao utapotea. Manka alipewa mkoba mdogo wa ngozi uliokuwa umefungwa kwa uzi mwekundu. Huu ni kwa ajili ya kuweka ua hilo utakapolipata. Usifungue kamwe hadi mwisho. Ndipo mzee huyo alitoweka ghafla mbele ya macho ya Manka, kana kwamba hakuwa mtu bali alikuwa kivuli tu. Jioni hiyo Manka alirudi nyumbani kwao na alimweleza bibi yake kuwa nini ambacho amekutana nacho barabarani. Alimwambia kwamba atalazimika kuondoka kwa siku kadhaa. Bibi alimtazama kwa hofu na mshangao. Usijaribu kutafuta ua hilo mwanangu, wengi waliweza kupotea, akawa anamuonya. Lakini Manka alishikilia msimamo wake. Ni kwa ajili yako bibi, nikirudi nitakuletea tumaini. Siku iliyofuata aliondoka kabla ya alfajiri. Hakumwaga mtu yoyote zaidi ya bibi yake. Alivaa kanzu yake iliyokuwa nyeupe kana kwamba alikuwa gauni leupe lililokuwa na mizani ya kale. Alibeba mfuko wake uliokuwa chakavu. Mfuko huu ulikuwa umebeba chakula kidogo alichokuwa amebakiza. Moyoni mwake alikuwa na hofu kubwa sana, lakini matumaini yalizidi kumpeleka mbele. Alianza safari kuelekea msitu uliokuwa na vivuli vikali. Sehemu ya kwanza ya majaribu. Watu waliokuwa wanasema kwamba wanyama wa ajabu huishi katika eneo hilo. Walikuwa wakisoma mioyo ya watu katika kitabu, na kuweza kuisoma mioyo hiyo ilikuwa inawapa nguvu ya kuweza basi kuwadhibiti watu hao. Barabara haikuwa barabara, ilikuwa ni njia iliyokuwa imezimika, iliyokuwa imefunikwa na magugu na mawe. Kila hatua ilikuwa ni ngumu. Ndege walikuwa kimya. Hakuna kipepeo wala kiumbe hai alikuwa anaweza kuonekana katika eneo hilo. Ilikuwa ni kana kwamba msitu wa Amazon. Lakini Manka alizidi kusonga mbele. Hapo ndipo aliposikia sauti ya kwanza. Rudi Manka, hujui unachokifanya. Sauti hiyo ilisikika kana kwamba sauti ya bibi yake ilikuwa imeambatana nayo. Aligeuka kwa mshangao, lakini hakuona mtu aina yoyote. Alijua lile lilikuwa ni jaribu la kwanza, na ndicho kilikuwa ni chanzo cha safari ya ajabu ya binti mmoja ambaye hakuwa na kitu katika moyo wake, bali alikuwa na umaskini tu. Moyo huu ulikuwa ni moyo wenye imani.
Je, Manka ataweza kuendelea na safari hii hadi kufikia katika ua la bahati? Basi twende sambamba. Msitu wa vivuli haukuwa kama msitu mwingine wowote. Majani yake yalikuwa meusi, miti yake ilikuwa mirefu, ilikuwa imeziba mwanga wa jua, na kila hatua aliyokuwa anapiga Manka ilionekana kama vile ni mapito katika dunia hii. Ndoto za ajabu zilikuwa zikimjia hata akiwa bado yuko macho. Baada ya saa kadhaa kutembea, Manka alianza kusikia sauti zisizoweza kueleweka zikiwa zinanong'ona katika vichaka. Kila alipokuwa anageuka, hakuona kitu cha aina yoyote, lakini sauti zilikuwa ni za watu waliokuwa anawafahamu. Aliweza kusikia sauti ya rafiki yake wa mtotoni aliyefariki. Sauti yake ilikuwa ikinong'ona maneno ya ajabu, lakini pia aliweza kusikia sauti ya baba yake. Hata pia aliweza kusikia sauti ya bibi yake ikiwa inalia kwa maumivu. Huu ni ushawishi wa hofu. Alikumbuka maneno ya msemaji wa milima: usigeuke nyuma, usisikilize sauti za kale, zingatia hatua zako tu. Lakini ilikuwa vigumu. Aliposikia sauti ya baba yake ikiwa anasema kwa uchungu, uliniacha mwanangu, nilihitaji msaada wako. Moyo wake ulianza kuyumba. Alisimama kisha akageuka. Aliweza kumwona baba yake kwenye kivuli cha mti mkubwa. Baba alianza kulia, ni wewe kweli? Lakini sura hiyo iligeuka kuwa giza na kutoweka. Badala yake kivuli kikubwa kiliweza kumtokea na kutaka kumkumbatia. Kwa hofu kubwa, Manka alipiga magoti na kufumba macho. Nimekuja kwa ajili ya upendo, si kwa ajili ya tamaa, alisema maneno hayo. Ghafla msitu mzima uliweza kutikisika. Kivuli kilianza kuzimika na sauti zikaanza kupotea. Miti ilianza kuonekana kuruhusu mwanga kidogo kupenyeza, na njia iliyokuwa mbele yake ikaanza kuonekana ikiwa wazi zaidi. Jaribio la kwanza lilikuwa limepita. Alitembea kwa masaa mengine bila hata kula. Njaa ilikuwa ikimnyemelea, lakini hakuwa na chakula cha kutosha. Alikula matunda yaliyokuwa ya msituni, akiwa na tafakari maneno ya babu yake wa kale aliyemwambia, msitu huu huwalisha wale waliokuja kwa nia njema tu. Alipofika karibu na mto mdogo ndani ya msitu, aliona mtoto mdogo akiwa analia kwenye mti. Manka alimsogelea kisha akamwambia, umeumia? Mtoto huyo alinyanyua kichwa chake akianza kumtazama kwa macho ya huzuni. Nimepotea, tafadhali nisaidie. Manka alimsogelea karibu na kumchukua, kisha akamshika mkono wake. Lakini mara alipomshika, mtoto huyo alibadilika akawa kiumbe mwenye macho mekundu sana. Meno yake yalikuwa ya ajabu. Alijaribu kumng'ata Manka, lakini Manka alimrusha mbali na kuanza kumkemea. Sitakubali hofu iweze kutawali ndani yangu. Mara yule kiumbe akatoweka ghafla. Manka alijua kwamba huu ulikuwa ni mtihani wa pili. Msitu ulikuwa ukimjaribu. Alipofika kwenye eneo la wazi katikati ya msitu, alikuta kibao cha zamani kilichokuwa kimeandikwa kwa maandishi yaliyochoka sana: mtakatifu upita kwa imani, si kwa macho katika eneo hili. Ndipo ardhi ilipoanza kuyeyuka mbele yake, akiacha daraja la mawe likiwa linaanza kunyemelea katika mto wa giza. Hakukuwa na ukingo wowote. Alianza kupapasa huku na kule kwa ajili ya kuanza kutembea, lakini hapa ndipo moyo wa Manka ulipojaribiwa kwa mara nyingine tena. Alianza kutembea hatua kwa hatua. Mawe yalikuwa yakianza kutetemeka. Anguko lilikuwa likiwa karibu. Ndani ya masikio yake alisikia sauti ya bibi yake ikiwa inasema, ukiniacha mwanangu, nitakufa. Manka alisimama akiwa amefumba macho, akavuta pumzi ndefu. Mungu, naomba uniongoze. Kisha akaanza kutembea hatua ya mwisho. Mara akajikuta upande wa pili wa mto. Daraja lile liliweza kutoweka nyuma yake. Vile vilivyokuwa vinaanza kumtetemesha, vyote vilitoweka. Ndipo Manka akaona mwanga mwingine, sio jua bali mwanga wa laini, yani samawati, uliotoka kwenye mti uliokuwa mbele yake. Alianza kutembea kwa tahadhari na kufika katika sehemu yenye mwangaza wa ajabu. Pale alikuta mwanamke mmoja mzee aliyekuwa ameketi kwenye mawe. Uso wake ulikuwa kama vile una alama za nyoka, na macho yake yalikuwa na huruma isiyokuwa ya kawaida. Manka alipiga magoti kwa heshima, nataka tu uponyaji wa bibi yangu, sihitaji kitu kingine.
Mwanamke huyo alicheka kidogo kisha akasema, ndio maana umewapita wengi waliokuja kutafuta utajiri. Maarifa ya giza yalikuwa katika mioyo yao, lakini wewe upo kwa ajili ya jambo adimu sana. Aliinuka na kumpa Manka fimbo fupi. Fimbo hii ilikuwa ya mbao iliyokuwa ina maandishi ya kale. Hii fimbo itakuongoza kuvuka bonde la sauti. Lakini kumbuka, fimbo hii haifanyi miujiza, inasoma moyo wako tu. Ikiwa utayumba, itakuacha. Ukiwa na imani, itakulinda. Manka alikubali. Aliweza kupokea fimbo hiyo katika mikono yake miwili na mwanamke yule aliweza kutoweka. Lakini kabla hajaanza safari hiyo, aliweka mikono yake juu ya kifua kilichokuwa kina hema sana, na msemaji wa milima alikuwa akimtazama akiwa mbali. Alijua mbele yake kulikuwa na maumivu makubwa, lakini pia kulikuwa na matumaini. Bibi yake atapona. Siku iliyofuata, Manka alianza jukumu la kupanda katika milima. Manka alizidi kuchanganyikiwa kwa sauti zilizokuwa zinachoma nafsi yake. Sauti hizi zilikuwa kama moto wa majivu. Lakini bonde alikujali maumivu yale Manka aliyokuwa akiyapitia. Bonde lilimtaka Manka akiri kwa kinywa chake na kwa moyo wake kwamba akilipata ua hilo, basi ndipo atakapoenda kumsaidia bibi yake. Lakini Manka moyo wake ulikuwa sahihi, haukuwa na bugza ya aina yoyote. Ndipo fimbo aliyokuwa amepewa ikaanza kung'aa mwangaza wake wa ajabu. Katika mwinuko uliokuwa katikati ya bonde, aliona ua moja lililokuwa limekauka likining'inia juu ya jiwe jeupe. Ua hilo liliweza kuonekana kuwa na historia ndefu, kama vile liliwahi kuwa na thamani kubwa zamani, lakini sasa linaonekana kwamba limekufa. Lakini alipokuwa amelisogelea, alipolishika, alisikia sauti nyororo. Hii ndiyo roho ya bahati yako. Imeweza kujeruhiwa na majeraha mengi sana ya zamani. Imeweza kuchoka, imeacha, lakini pia unaweza kuifufua. Manka alichuchumaa. Alipoliangalia ua hilo, mikono yake ilianza kutetemeka. Hakukuwa na maji, hakukuwa na dawa, alikuwa na moyo tu. Akalichukua ua hilo mikononi mwake na kuanza kuimba wimbo aliofundishwa na bibi yake, wimbo wa uponyaji aliwahi kusikia tangu hapo zamani akiwa mdogo sana. Roho isiyokuwa na matumaini, ipe mapenzi. Mti uliokuwa umeharibika, ipe sauti ya rehema. Mti uliokuwa unataka kukauka, upe maji. Ua la bahati, ua lililokuwa linataka kulala, basi fufuka kwa upendo. Machozi ya Manka yalianza kudondoka katika ua lile pale kifuani mwake. Ghafla mwanga mweupe ulianza kujitokeza katika juu ya anga. Ukaanza kuwaka kama jua, na hapo ndipo sauti nyororo ilianza kusikika. Sauti hii ilikuwa ya ua lililokuwa katika mikono yake. Ua lilimwambia Manka aseme nini alichokuwa anakitaka na moyo wake utakwenda kutimiziwa. Manka hapa alikuwa kama vile anataka kuchanganyikiwa, kisha akajibu na kusema, nipo hapa kwa ajili ya matibabu ya bibi yangu. Nahitaji bibi yangu aweze kupona. Basi ua likamwambia, hilo umepata. Je, kuna kingine? Manka alitaka kuingiwa na tamaa, lakini fimbo aliyokuwa amepewa ikaanza kutetemeka, ikiwa na ishara kwamba usifanye jambo hilo, utabaki huku kama majivu. Manka kwa imani aliyokuwa nayo kwa yule mzee wa milima, kisha akasema, sikuja kwa ajili ya jambo lingine, nipo kwa ajili ya matibabu ya bibi yangu tu. Ua likamwambia Manka, rudi nyumbani, kila kitu umetimiziwa. Manka kuamini, machozi yalimteremka, kisha sauti ya mbali ikamwambia, na mengine utaongezewa. Manka alipofika nyumbani kwao, aliyoyakuta ilikuwa ni historia. Alimkuta bibi yake akiwa na nguvu na afya, lakini pia hata mazingira ya nyumba yao yalikuwa tofauti sana. Yalikuwa kama vile mazingira ya nyumba mpya. Pesa, mali zote walikuwa nazo, lakini pia hata Manka alianza kuishi maisha mazuri baada ya kitendo kile kukutana na ua lile la bahati. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Simulizi hii umeionaje? Umeichukuliaje? Mimi jina langu ni lile Pablo Escobar. Tuonesha komenti yako hapo chini, nitafurahi sana pale endapo nitaiona. Bye bye for now.